Ujasusi nchini Uturuki umeona kwamba Israel bado ina mpango wa kutafuta fursa ya kuishambulia Iran. Wakati huu bado Israel ipo katika mbio za kutafuta njia ya namna ya kufanya shambulizi ndani ya Iran. Wakati huu serikali ya Kiyahudi imeingia katika mdororo wa kiuchumi, lakini pia imetumia silaha nyingi katika mashambulizi dhidi ya Hamas, lakini pia dhidi ya makundi mengine, na ndio maana iliweka wazi kwa wakati huu haipo tayari, lakini inajipanga upya kwa ajili ya kufanya mapambano mazito dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kauli hiyo ambayo imetolewa na waziri wa mambo ya kigeni wa Uturuki Hakan Fidan amesema kwamba anatumai watapata njia tofauti, lakini ukweli ni kwamba Israel haswa inatafuta fursa ya kuipiga Iran. Fidan alisema katika mahojiano na televisheni siku ya Ijumaa. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Uturuki Hakan Fidan amesema zaidi kwamba dalili kwamba Israel bado inatafuta fursa ya kuishambulia Iran, akionya kuwa hatua hiyo inaweza kuyumbisha zaidi eneo hilo. Natumai watapata njia tofauti, lakini ukweli ni kwamba Israel wanatafuta kupambana na Iran wakati wowote. Wanataka kushirikiana na Marekani, lakini wanatafuta njia ya kufanikisha jambo hilo. Uturuki imeeleza zaidi kwamba moja kati ya mbinu ambazo wanazitafuta ni pamoja na suala la makombora ya masafa marefu baada ya kupambana kuona Iran haina silaha za nyuklia. Mataifa hayo, Marekani pamoja na Israel, walitaka kuishambulia Iran wakisema kwamba Iran inamiliki silaha za nyuklia, lakini uchunguzi umeonekana kwamba Iran haikuwa na silaha hizo za nyuklia. Hata hivyo, Marekani ikatumia njia nyingine ya maandamano ambayo Marekani pamoja na Israel waliapa kipaumbele na kuongeza ushawishi juu ya raia kuendelea kuandamana, huku Marekani ikisema itapambana na serikali ikiwa serikali itaua raia wanaoandamana. Uturuki ilitangaza habari hizo mapema wiki hii ilipotuma mfumo wa hali ya juu wa rada katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Damascus, hatua ambayo inaweza kuzuia uhuru wa Israel wa kuchukua hatua katika anga ya Syria. Katika mwaka uliopita, Israel imefanya kazi kwa uhuru katika anga ya Syria ikitumia kufikia malengo katika nchi nyingine kama vile Iran. Uturuki imeamua kupeleka mfumo wa anga ambao utazuia makombora ya Israel kuifikia Syria, lakini pia hata kuifikia Iran. Hata hivyo, kumekuwa na ongezeko la mvutano kati ya Uturuki na Israel. Hivi karibuni mvutano kati ya nchi hizo mbili umezidi kuongezeka. Ikumbukwe, Uturuki ni moja kati ya mataifa ambayo yamekuwa yakiunga mkono upande wa Iran, lakini pia yamekuwa yakitofautiana kwa kiasi kikubwa na Israel ambaye pia ni mshirika wa Marekani. Yeni Safak, chombo cha habari cha Uturuki chenye wafuasi wanaomuunga mkono Rais Recep Tayyip Erdogan, kilichapisha kichwa cha habari kinachotangaza Israel ni adui namba 1 wa Uturuki, siku moja baada ya mkutano wa pande tatu kati ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na viongozi wa Ugiriki na Cyprus. Wakati wa mkutano huo, Netanyahu alisema kwa wale wanaofikiri juu ya kurejesha himaya zao haitafanyika katika kumbukumbu inayoonekana kwa Erdogan. Hata hivyo, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alitaja moja kwa moja Iran pamoja na Uturuki kwamba wanataka kurejesha himaya katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, huku yeye mwenyewe Netanyahu akisema kwamba hilo halitowezekana. Watapambana na wameunga muungano wa mataifa matatu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, kwamba hawataruhusu namna yoyote ile ili waweze kuhakikisha wanapambana kwa pamoja pale ambapo mmoja wao atashambuliwa, mfano wa kile kinachoonekana katika NATO kwa mataifa ya Magharibi. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.